Shosti! Turudi darasani kidogo tuanze kuelezana vizuri kabisa. Mwili wa binadamu unajengwa na kinga ya mwili. Kwa hiyo, katika umri wa miaka 0 mpaka miaka 10 pale ndio pako ambako mwili wa binadamu unakuwa unajiimarisha kwenye kinga mwili. Sasa, kinga mwili hujengwa na kitu kinaitwa cells. Biology, science, turudini hapa. Kwenye cells, kuna cells nyingi sana lakini kuna kuwaga na group mbili kubwa ambazo unaweza kusema seli mama kubwa za mwili wa binadamu. Ambayo katika hizo seli mama mbili kubwa kuna red blood cell na white blood cell. Katika red blood cell ni cell tunasema chembe chembe za damu nyekundu. Sawa, ambayo hii kazi yake unafanya kazi kama transporter officer. Watu wanaofanya usafirishaji. Kwamba hii seli hizi ni maalum kusafirisha vifurushi vyote vinavyoingia mwilini kwetu. Vya vyakula, protein, calcium, yani wao wako bize huko kufanya hivyo. Alafu kuna hawa ambao ni walinzi, ambao hao ni seli nyeupe ambazo ni white blood cells, na ambazo wao wanakuwa ni walinzi wa kupigana na magonjwa, na pia hao wanakuwa ni ulinzi kutoa vitu ambavyo havitakiwi sawa mwilini, na pia kupigana na magonjwa, mfano bacteria, virus na mengine yote tunayoyajua. Sasa vitu vyote hivi viwili vikubwa ambavyo ni cells zinatengeneza immunity. Immunity ni nini? Ni kinga ya mwili. Sasa kwa mtoto mdogo ambaye yuko tumboni kwa mamake, kinga ya mwili huwa anaitengeneza akiwa tumboni kwa miezi ile 9, kuanzia miezi 3 ujauzito mpaka miezi 9. Then kisha hapo mtoto huyu anakuja sasa kutengeneza kinga yake ya mwili kwenye maisha yetu ya kila siku. Anatengenezaje kinga yake ya mwili? Hapa ndo somo la lishe linapokuja, kwa kutumia uvundo wa nguo. Hata kama umezifua ni kutokana na usuuzaji wa nguo zako. So ukiwa unafanya usafi wa nguo zako, hakikisha una maji mengi ya kutosha. Watu mtasema maji ni shida, lakini sasa hayo maji kidogo unayoyafua yanafanya nguo isitakate kwenye ufuaji. Ni sawa sana kuosha vyombo alafu hujaweka sabuni vizuri, hujaisuuza vizuri ile sahani, itatoka na mafuta. Ndio hivyo hivyo hata kwenye nguo ambayo haijasuuzwa vizuri inabaki na uchafu wa sabuni. Ndio maana hata ukifua, ukija kuianua baadaye ukinusa hivi inaonekana ni kama uko kama mimi ambaye nilikuwa ninaona Biblia it's very hard to read. Ni ambaye nilikuwa naona kwamba Biblia ni lazima nikaisome tu kanisani. Ambaye nilikuwa naona Biblia siwezi kuibeba like to read, yani just randomly. Lakini muda unavyozidi kwenda nimekuja kugundua kwamba unaweza kusoma Biblia kama unavyosoma storybook. Yes, kama storybook. Kama unaweza kudedicate muda wako na kujipa muda wa kusoma. So fanya maamuzi ya kusoma Biblia, mpendwa wenzangu, ili tuweze kujua neno la Mungu, ili tuweze kumdai Mungu ahadi zetu. Mungu ametuahidi tuolewe, Mungu ametuahidi uzao, Mungu ametuahidi utajiri, Mungu ametuahidi urithi wa uzazi kwa vizazi na vizazi. Mungu ametoa ahadi kwenye Biblia. Sasa tutamdai vipi hizo ahadi kama hatuzijui? So soma Biblia ili ujue ahadi zako kwa Mwenyezi Mungu, ili uweze kumdai Mwenyezi Mungu. Jamani, tusomeni Biblia tukamdai Mungu. Tunafika tunamwambia Mungu uliahidi hiki na hiki na hiki. Imagine unamdai Mungu. How grateful will be kwamba unamdai Mwenyezi Mungu kwenye sala zako. Biblia itakusababisha uweze kubadilisha hata namna ya kusali, kwa sababu utakuwa unajua mamlaka yako ambayo Mungu amekupa. Jamani, tusomeni Biblia kwa sababu ni chakula cha kiroho, na roho zetu zinabidi zijazwe kwa chakula cha kiroho. Kila la heri. Tusemezane.